aho haduye mu masaha ya saa 8 operation ikomeye cyane yakozwe na Special Forces z'Amadubu zaje kumwirukana muri izo eneo. Ahangaha duhagaze ni iwacu mu by'ukuri twatuma twashishikariza urubyiruko rugotewe mu mahanga za Kenya, Bugande. Alhamisi 27 Agosti 2026. Mtangazaji Tasha Natasha. Mwandishi wa habari James Mashagali. Habari za leo na karibu katika sehemu ya habari za dunia ya EKMS News. Mimi ni Tasha Natasha. Katika sehemu hii, tunakuletea matukio muhimu yanayoendelea barani Afrika na duniani, kuanzia usalama na siasa hadi uchumi, diplomasia na masuala yanayogusa maisha ya watu. Na sasa tunaanza na maendeleo mapya kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kongo, mapigano yaendelea katika nyanda za juu za Minembwe. Katika Kivu Kusini, taarifa mpya zinaeleza kuhusu mapigano na harakati za kijeshi katika nyanda za juu za Minembwe. Miongoni mwa maeneo yanayotajwa katika taarifa za hivi karibuni ni Masango, ambako M23 Twirwaneho wanadaiwa kuingia na kuchukua udhibiti wa eneo hilo. EKMS News imepokea video inayodaiwa kuonyesha wapiganaji katika eneo la Masango. Hata hivyo, eneo, muda na mazingira ambayo video hiyo ilirekodiwa bado vinaendelea kuthibitishwa. Burundi, moto wa soko waongeza hofu Bujumbura. Tukiangalia Burundi, moto mwingine umeripotiwa katika sehemu ya soko la Kinindo mjini Bujumbura. Taarifa zinaeleza kuwa moto huo uliathiri sehemu ambako bidhaa kama magodoro zilikuwa zikiuzwa na kuhifadhiwa. Wahudumu wa zimamoto na timu za kukabiliana na majanga walifika eneo hilo na moto ukadhibitiwa. Tukio hilo linakuja siku chache baada ya moto mkubwa kuharibu majengo ya biashara katikati ya Bujumbura. Sababu ya moto wa Kinindo bado haijathibitishwa, huku uchunguzi ukiendelea. Afrika, usalama na migogoro yabaki changamoto. Katika sehemu mbalimbali za Afrika, masuala ya usalama yanaendelea kuwa miongoni mwa changamoto kubwa kwa serikali na jamii. Migogoro ya silaha, uhamishaji wa raia na changamoto za kiuchumi vinaendelea kuathiri maisha ya mamilioni ya watu. Kutoka eneo la Sahel hadi Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, serikali na mashirika ya kikanda yanaendelea kutafuta njia za kisiasa na kidiplomasia za kupunguza migogoro. Lakini katika baadhi ya maeneo, mapigano bado yanaendelea licha ya juhudi za mazungumzo. Dunia, diplomasia na usalama vyaendelea kutawala ajenda. Katika kiwango cha kimataifa, diplomasia na usalama vinaendelea kuwa ajenda kuu. Serikali mbalimbali zinaendelea kujadili migogoro ya kimataifa, biashara, usalama wa mipaka na ushirikiano wa kiuchumi. Mabadiliko katika mahusiano kati ya mataifa makubwa yanaendelea kuwa na athari kwa uchumi wa dunia, bei za bidhaa, biashara ya kimataifa na usalama wa kikanda. Wachambuzi wanaendelea kufuatilia kwa karibu namna mataifa yanavyosawazisha maslahi yao ya kiusalama na juhudi za kidiplomasia. Uchumi wa dunia. Katika uchumi wa dunia, masoko yanaendelea kukabiliwa na kutokuwa na uhakika kutokana na migogoro ya kisiasa, mabadiliko ya biashara ya kimataifa na matarajio kuhusu sera za fedha. Kongo, M23 Twirwaneho wadaiwa kutwaa Masango katika nyanda za juu za Minembwe. Katika Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inaendelea kuwa tete katika nyanda za juu za Minembwe. Taarifa mpya kutoka eneo hilo zinasema kuwa wapiganaji wanaohusishwa na M23 Twirwaneho wamechukua udhibiti wa eneo la Masango, kufuatia mapigano na vikosi vinavyoiunga mkono serikali ya Kongo. EKMS News imepokea video inayodaiwa kuonyesha wapiganaji katika eneo la Masango. Ili kupata maelezo zaidi kuhusu kinachoendelea katika eneo hilo, sasa tunakwenda kwa mwandishi wetu wa habari za usalama, James Mashagali. Asante, Tasha. Hali ya usalama katika nyanda za juu za Minembwe inaendelea kubadilika, huku taarifa mpya zikieleza kuhusu mapigano katika eneo la Masango. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, wapiganaji wa M23 Twirwaneho wanadaiwa kusonga mbele kuelekea Masango na kuchukua udhibiti wa eneo hilo baada ya mapigano na vikosi vinavyoiunga mkono serikali.
Kashyiremo rasita. Reka mbashimire mwese mukomeje gutega amatwi radiyo televiziyo Amadubu Bantu. Ahangaha duhagaze ni ku musozi wa Masabo muri by'ukuri ahazwi nko kuri Huhwa, aho haduye mu masaha ya saa 8 operasiyo ikomeye cyane yakozwe na Special Forces z'Amadubu zaje kumwirukana muri izo eneo. Ahangaha duhagaze ni iwacu mu by'ukuri tukaba twashishikariza urubyiruko rugotewe mu mahanga za Kenya, i Bugande ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, baze batahe batabare igihugu cyabo, dutabare ababyeyi basaziye ku misozi babuze ibyo kwiga n'ibyo kunywa. Ahangaha abasore bakaba batigeze baryama, basize ibyo bakunda, basize ababyeyi, basize inshuti, basize imiryango, ariko baje gutabara ubwoko bwacu bw'Abanyamulenge. Murakoze cyane. Urakoze Rasta. Picha hizi zimewasilishwa kwa Ekms News zikidaiwa kuonyesha hali ya Masango baada ya mapigano. Katika video tunaweza kuona wapiganaji wenye silaha wakionekana katika eneo linalotajwa kuwa Masango. Kwa sasa tunaripoti kutwaliwa kwa Masango kama taarifa ya uwanja wa vita inayosubiri uthibitisho huru. Asante, James. Kama ulivyosikia, taarifa kutoka Masango zinaonyesha mabadiliko mapya ya kijeshi katika nyanda za juu za Minembwe. Hata hivyo, uthibitisho huru wa kiwango kamili cha udhibiti wa eneo hilo bado unasubiriwa. Tutaendelea kufuatilia hali hiyo. Burundi, moto mwingine waripotiwa katika soko la Kinindo. Tukiangalia Burundi sasa, wasiwasi umeongezeka mjini Bujumbura baada ya moto mwingine kuripotiwa katika sehemu ya soko la Kinindo. Tukio hili linakuja siku chache tu baada ya moto mkubwa kuharibu maeneo ya biashara katikati ya Bujumbura. Kwa taarifa zaidi kuhusu tukio hilo, tunakwenda tena kwa mwandishi wetu, James Mashagali. Moto wa awali Bujumbura. Tukio la Kinindo linakuja siku chache baada ya moto mwingine mkubwa kuripotiwa katika maeneo ya biashara katikati ya Bujumbura. Ni soko ya komine Cibitoke na zone Cibitoke ca Rugombo, Tereseti iri kwirasha ariko haturika ibintu byanatunaniye kumenya ubwoko bwavyo. Mfululizo wa matukio haya umeongeza maswali kuhusu usalama wa masoko na maeneo ya biashara, maandalizi ya kukabiliana na moto na uwezo wa huduma za dharura kufika kwa haraka katika maeneo yenye msongamano. Wafanyabiashara wanahitaji si tu msaada baada ya majanga, bali pia hatua za kuzuia majanga kama haya kutokea. Kwa sasa, uchunguzi kuhusu moto wa Kinindo unaendelea. Asante, James. Tutafuatilia uchunguzi wa mamlaka kuhusu chanzo cha moto huo na kiwango cha hasara kwa wafanyabiashara. Afrika, usalama na migogoro yabaki changamoto. Kutoka Burundi na Kongo, sasa tunapanua mtazamo wetu katika bara la Afrika. Usalama unaendelea kuwa mojawapo ya changamoto kubwa katika nchi mbalimbali za bara hili. Katika baadhi ya maeneo, migogoro ya silaha imeendelea kusababisha vifo, uhamishaji wa raia na kuvurugika kwa shughuli za kiuchumi. Kuanzia eneo la Sahel hadi Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, serikali na mashirika ya kikanda yanaendelea kutafuta njia za kisiasa na kidiplomasia za kupunguza migogoro. Lakini katika maeneo mengine, juhudi za mazungumzo bado hazijazuia mapigano. Migogoro hii pia ina athari pana zaidi. Watu wanapolazimika kuyakimbia makazi yao, shule na huduma za afya zinaweza kuvurugika. Biashara pia huathirika, barabara zinaweza kukatika na upatikanaji wa chakula unaweza kuwa mgumu. Kwa hiyo, changamoto ya usalama barani Afrika si suala la kijeshi pekee, bali pia ni suala la kibinadamu na kiuchumi. Dunia, diplomasia na usalama vyaendelea kutawala ajenda. Tasha, katika kiwango cha kimataifa, diplomasia na usalama vinaendelea kuwa miongoni mwa masuala yanayotawala ajenda ya mataifa. Serikali mbalimbali zinaendelea kujadili migogoro ya kimataifa, usalama wa mipaka, biashara na ushirikiano wa kiuchumi. Mahusiano kati ya mataifa makubwa pia yanaendelea kufuatiliwa kwa karibu kwa sababu maamuzi yao yanaweza kuwa na athari nje ya mipaka yao. Mabadiliko katika mahusiano ya kisiasa na kiuchumi yanaweza kuathiri biashara ya kimataifa, bei za bidhaa, nishati na usalama wa kikanda.
Kwa nchi zinazoendelea, hali hii inaweza kuwa muhimu zaidi kwa sababu mabadiliko katika masoko ya dunia yanaweza kuathiri thamani ya sarafu, gharama za uagizaji bidhaa na uwekezaji. Wachambuzi wanaendelea kufuatilia namna mataifa yanavyosawazisha maslahi yao ya kitaifa na juhudi za kidiplomasia. Kwa sasa, mazungumzo yanaendelea kuwa chombo muhimu katika kutafuta suluhu za migogoro, lakini utekelezaji wa makubaliano unabaki kuwa changamoto katika baadhi ya maeneo. Kutoka mashariki mwa Kongo ambako taarifa mpya zinaendelea kutoka nyanda za juu za Minembwe, hadi Burundi ambako wafanyabiashara wanakabiliwa na athari za moto katika masoko. Tumekuleta pia mtazamo mpya. Ekms News itaendelea kufuatilia vyanzo mbalimbali na kuwaletea taarifa mpya kadiri zinavyothibitishwa. Mimi ni Tasha Natasha. Kwa upande wa taarifa za uwanjani na uchambuzi wa matukio, tumekuwa pamoja na mwandishi wetu James Mashagali. Asante kwa kutazama Ekms News. Usisahau kujiunga na Ekms News, kubonyeza alama ya kengele na kushiriki taarifa zetu ili uendelee kupata habari kutoka maziwa makuu, Afrika na dunia. Mimi ni Tasha Natasha. Ekms News, tunaripoti maziwa makuu, Afrika na dunia. Share video hii kwa marafiki na jamaa. Ukomenti ila tupate maoni yako.